Kwa nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadri tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu. Hao wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa, kuhadaa na kuwarubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho hafahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa mmoja mklara ambaye hata radio asikilizi, taarifa ya habari asomi, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu waseminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku. Hata kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa. Marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadri moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscience. Lazima conscience iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha wa hicho unachoenda kufanya. Listen to your conscience. Usikilize dhamiri yako kuhusu ukweli na ile iliyo sawa, kwamba katika hili kweli ni lipi na lililo la haki ni lipi. Soma neno la Mungu likuongoze. Pitia amri za Mungu. Sali juu ya hiyo. Ihoji dhamiri yako, na hapo ufanye uamuzi wako. Tumsifu Yesu Kristo. La mwisho, mwaka wa jubilei kama ilivyo miaka mingine ya jubilei, ni mwaka pia wa kuomba upatanisho, huruma ya Mungu, kama tunavyoomba huruma ya Mungu kwa jubilei yetu kuu hii. Tunaomba huruma ya Mungu kwa yale ambayo kanisa haikufanya vizuri katika miaka hii 100 hapa Kipalapala, lakini hii ni kanisa la Tanzania kwa sababu watu wengi wameanzia hapa. Tunaomba msamaha katika hilo.
Pengine kuna waseminaristi hapa wamepita huko mjini wakaulizwa kama Petro alivyoulizwa, wewe kweli sio mseminaristi wa Kipalapala na uko hapa saizi? Wewe sijui umejiteteaje, lakini ni mwaka wa kuomba msamaha pia. Tumombe Mungu kwa maeneo yale ambayo hatukufanya vizuri. Tumombe Mungu kwa pale ambapo hatukuhubiri injili vizuri katika hii miaka 100 iliyopita. Tumombe Mungu vizuri kwa pale ambapo tuliruhusu hata unajisi ukalivamia kanisa. Mungu mahali ambapo tuliruhusu sisi wenyewe kutokupinga ile soft despotism. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu 2025